Haleluya, watu wa Bwana. Amen. Hebu nisomee Kumbukumbu ya Torati 32:17. Amen. Kumbukumbu la Torati 32:17. Amina. Kumbukumbu la Torati sura yake 32 na mstari wake wa 17. Ndio. Roho Mtakatifu awafunulie maandiko. Walitoa sadaka kwa pepo. Walitoa sadaka kwa nani? Kwa pepo. Kwa pepo. Amen. Ndio. Si Mungu. Si Mungu. Kwa miungu wasioijua. Kwa miungu mipya iliyotokea siku zilizo karibu. Ambayo baba zenu hawakuiogopa. Hawakuiogopa. Amen. Walitoa sadaka kwa pepo. Amina. Kwa hiyo kuna sadaka za majini. Amen. Na kuna sadaka za mapepo. Amen. Na mapepo tunayajua. Ndio. Amen. Amen. Haleluya. Amina. Hebu nitajie pepo moja wapo lolote lile. Mchungaji hapa, nitajie pepo lolote. Pepo la magonjwa. Amen. Je, pepo la magonjwa tunalitoleaga sadaka, tulitolei? Unajua kwamba pepo la magonjwa linapenda sadaka sana. Ikifika tu mwisho wa mwezi, ule ugonjwa unaanza. Ugonjwa ukianza, ndio unaenda hospitali. Amina. Kienda hospitali wanakupa bili. Amen. Ya madawa. Amina. Ya kumwona daktari. Amen. Ya vipimo. Amina. Ya kila kitu. Amen. Wanakwambia 80,000. Una jinsi, inabidi ufanyeje? Utoe. Amina. Halafu baada ya muda tena, mshahara ukikaribia kuingia, ndio pepo lile lile linajiseti tena. Unaanza kusikia hapa panawasha, kitaka kujinyoosha kama vile pana kakamaa. Amina. Kitaka kujikuna mara umejikwangua. Amen. Ujue sasa pepo linakuseti. Limeshaona tarehe ya mshahara imekaribia. Ndio. Wewe mwenyewe muamala ukiingia ndio linachachamaa. Amina. Jinga kweli, pepo linachachamaa. Wewe mwenyewe huyo kwa dokta, pameanza tena, shingo inakakamaa, nikitaka kugeuka hivi sijui nililala vibaya. Wewe hujalala vibaya, ni pepo linataka sadaka. Ndio. Limeshaunganisha mtandao wa mahospitali. Amina. Ukishatoa tu wanakupa madawa pale, hata havina msaada wowote, lakini ukishatoa na wenyewe linaachia. Unashangaa shingo ukifanya hivi imenyooka. Amina. Hapo inatakiwa useme tu amen. Amen. Manake umekamilisha sadaka ya magonjwa. Amina. Haleluya. Ni system ya mapepo imekaa, nyumba zimekamatwa. Inatakiwa, yani ukitoa sadaka kwa Roho Mtakatifu, pepo halitakiwi kudai sadaka kwenye maisha yako. Kiona inakaribia tu kitu fulani, alafu linaibuka lile ugonjwa ambalo hauna jinsi, lazima ulipeleke kwa daktari, ujue ni pepo. It's a spirit of disease. Spirit. Na leo Yesu anakwenda kuyapangua yote. Amen. Anaenda kuyahamisha yote. Amen. Sema amen. Amina. Hebu nitajie pepo lolote jingine. Pepo la madeni. Sema pepo la madeni. Pepo la madeni. Wanakusetia cha juu. Wanakuambia tunakupa 100,000. Wewe utalipa 140,000. Amen. Ndani ya siku 14. Ndio. Amen. Amen. Sawa. Umepewa 100,000, umeenda umekula dakika 2, hela yenyewe ishaisha. Amina. Siku 14 zinakaribia. Siku zinasogea. Amen. Haleluya. Amen. Hata ukiipata hiyo hela, unampigia mtu mwenyewe wa kumlipa, hiyo siku apokei hata simu, au simu imezimwa, mtandao mbovu. Amen.
Na kwenye mkataba imeandikwa ukichelewesha siku moja kinaongezeka tena 10,000 nyingine. Amina. Kila siku 10,000 inazaa. Amen. Inazaa. Kile kinachozaliwa kimezaliwa na pepo. Amina. Na anakufanyia makusudi tu, anakuambia mtandao ulikuwa umekataa, lakini kwa sababu ya mkataba inabidi uweke 150,000. Na wakati huo 150,000 hauna, inabidi tu ulipe 40, alafu uingie tena ile 100,000, ubaki tena kama deni jingine. Amina. Unaanza kuzunguka nalo. Unaanza kucheza nalo. Yeye anavuta tu, kumbe ana pepo liko kule linamvutia 50. Haleluya. Manake wewe unatoa sadaka kwa pepo. Amina. Lazima ukate huo mnyororo wa spirit ya madeni. Amina. Unajikuta kwamba huyu sasa hivi imeshakuwa shida huko. Unaenda unahamisha deni, unakopa sehemu nyingine ili upate na yakula. Kwa sababu hapo sasa hata chakula tena haiwezekani. Amen. Na unadaiwa. Amina. Bora nikakope sehemu nyingine tena. Hapo unakopa 200,000. Amen. Unakuja unalipa 150,000, unabakiwa na 50. Amina. Baada ya siku 14 unadaiwa 250,000. Na huo uwezo wa kuzalisha hiyo hela hauna. Na mapepo yanajua kwamba huyu tumeshambana. Bezi kuzalisha 250,000. Kwa hiyo unajikuta tena unaongeza pale. Unazunguka mwaka mzima, unajikuta unadaiwa milioni. Haiwezekani. Unaanza kukasirikia watu. Acha kukasirikia watu, ni spirit mwenyewe umejiachilia pale. Mchungaji niombee. Wananidanganya, wananionea. Haujaonewa wewe, umeonewa na pepo. Pepo gani jingine? Kwa sababu ukilitaja ndio umeshaliumbua hivyo, umeshaliaibisha. Na ukiliaibisha ndio linakimbia. Pepo la ajali. Ajali. Kuna mtu yeye akiamka tu nyumbani, amen, kitu cha kwanza avunje glass. Amen. Hapo hajatoka glass. Sasa ukaomba ndo umemwajiri huyo ndo dada wa kazi. Amen. Utakuwa unamkata mshahara. Amen. Paka mwenyewe utamuonea huruma. Kwa sababu glasi moja ni shilingi ngapi siku hizi? 4,000. Sasa 4,000 ukimkata mtu mshahara wake ni labda ni 50,000. Ukimpiga 4,000 atatoa fungu la 10 saa ngapi? Umeshammaliza. Na kwa kila mwezi lazima avunje glasi 3. Glasi 3 12,000. 10% ya mshahara imeenda. Amen. Bado mtu hajatoka nyumbani, hapo ni nyumbani tu. Amina. Akitoka hapo nje mara amekutana na bajaji imemkwangua. Amen. Amepanda chombo mara ameanguka. Amen. Kisha kutana tu na ajali, unatakiwa uende hospitali utibiwe. Ile yote ni sadaka. Amina. Ile yote ni hela. Amen. Ile yote inakufanya umetoa sadaka kwa mapepo. Amina. Wengine wana pepo la ngono, wengine wana pepo la ulevi. Bila kunywa konyagi hawezi kulala. Amen. Usingizi hauji. Ndio. Usingizi hauji. Paka aje kugundua kwamba anatoa sadaka, sio leo. Haleluya. Amen. Anasema mimi bila kupiga wine, nikishakula lazima nipige wine. Kumbe ni sadaka maalum. Mwingine ana pepo la tamaa tu ya nguo, mavazi. Amen. Hawezi, kila siku ananunua nguo nyingine. Anaivaa mara moja na hazimpendezagi. Amen. Akishaivaa anaona mbona nguo yenyewe ya kawaida tu. Anaiweka pembeni, kesho kanunua nyingine. Amina. Kesho kanunua nyingine. Amen. Kumbe ni pepo la tamaa. Ndio. Limesha mseti hivi, akipita hapo nje akiona yale masanamu yamevalishwa nguo, anaona na mimi nitakuwa kama lile sanamu. Lilivyopendeza na mimi nitapendeza. Shepu unayo.
Haleluya. Sanamu ni refu mpaka huku, wewe huko hapa, alafu unasema nipe hiyo. Mbona unataka kutuchanganya? Haiwezi ikakaa. Wewe mbona kwenye kabati nguo zimejaa? Kwa nini usichukue kwenye kabati ukavaa? Wewe ukivita tu, yaani yale masanamu huwa yanawekewa mapepo. Amen. Yanakwambia njoo. Amina. Yanakwambia na wewe utapendeza kama mimi. Ukijichanganya tu, ndio umeliwa. Wengine pepo lake ni ulafi wa kula. Amen. Asione vitu vimewekwa mezani. Akiambiwa 300 anaona kama ni bei ya chini. Kumbe ni mapepo ndio yanayompelekesha. Amen. Ale hapo vipweza, visamaki vya kuokoteza. Yaani ndio na yake. Akikuta hapa meza nyingine napo kala. Meza nyingine kala ameweka na pilipili nyingi. Kuna watu tukiwajumlishia 300 zao. Akipita akiona kuku wako kwenye yale maoven yale, kuku anazunguka hivi, ana mafuta yanamiminika, anachomwa, yeye anazunguka kuku taratibu, basi yeye anachanganyikiwa. Akipata mshahara lazima kwanza apitie kuku nini, alafu ndo hali tena huyo kuku mpaka mwezi ujao. Kuku mmoja kwa mwezi. Hiyo ni sadaka ya pepo. Sema nakataa. Nakataa kila sadaka ya mapepo, pepo la ajali, pepo la mauti, pepo la magonjwa, pepo la ulafi. Nakataa sadaka yoyote iliyoishia, iliyoliwa na mapepo, majini, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuanzia leo najitenganisha na hizo madhabahu zilizokula sadaka yangu, pesa zangu, uchumi wangu, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amen. Amen. Sema amina, piga kelele ya ushindi. Amina. Sema amina, piga kelele ya ushindi. Amen. Hautapeleka tena sadaka kwa mashetani. Yes. Hautapeleka tena sadaka kwa mapepo. Amina. Hautapeleka tena sadaka kwa majini. Amen. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amina. Sema amina. Amen.